Kwa mfano huyo Dumbia huyo wamemleta, mimi yani mpaka sasa hivi simuelewi huyo ni Dumbia wa wapi. Sisi tuliwamudu Simba nje ya uwanja. Hata tulivyomchukua Selemani Mwalimu tayari tukuwatoa kisaikolojia kwenye mchezo, ndio maana jana tukawafunga. Hii ni siku moja mara baada ya kukamilika mchezo wa Ngao ya Jamii, mchezo ambao uliwakutanisha Young Africans dhidi ya Simba Sport Club, mchezo ambao ulichezwa kule visiwani Zanzibar, na mchezo huu kukamilika kwa Young Africans kuibuka na ushindi wa goli moja, kwa maana hiyo kuchukua Ngao ya Jamii. Na kumalizika Ngao hiyo ya Jamii ni kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2026-2027. Sasa hii ni siku moja na nimeamua kutoka na kwenda kuzungumza na baadhi ya wapenzi wa soka, ikiwemo mashabiki wa Young Africans, Simba pamoja na timu mbalimbali kutoka Tanzania. Kwa ujumla ni wapenzi wa soka, wanieleze katika kikosi cha Simba kila ambacho wamekifanya, ikiwemo katika upande wa usajili, lakini pia kilichoonekana katika mchezo wa jana, kipi wanakishauri kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2026-2027. Na hapa nakutana baadhi ya wapenzi wa soka ambao wanaeleza namna gani kikosi cha Simba kinaweza kufanya na hatimaye kufanya vizuri katika msimu wa mwaka 2026-2027. Wanafahamu kama nani? Naitwa Mkama. Mkama nani? Mkama Josephat. Kwa Simba kwanza, Simba waache kudanganyana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu kuna muda wanadanganyana kama pesa iko benki afu usajili unaokuja ni watu ambao eleweki, kama yule mshambuliaji Dumbia, anaitwa Dumbia. Pale hamna mshambuliaji, ni mzuulaji. Ila ninachowashauri tu, msimu unaoanza wasajili vizuri ili wapate kupambana na sisi, kwa sababu hawatuwezi. Nje ya uwanja na ndani ya uwanja hawatuwezi. Ukizungumzia nje ya uwanja unazungumzia kitu gani? Nje ya uwanja siasa za mpira kwanza. Kwa sababu hata wakati wa utambulisho wa wachezaji sisi tuliwamudu Simba nje ya uwanja. Hata tulivyomchukua Selemani Mwalimu tayari tukuwatoa kisaikolojia kwenye mchezo, ndio maana jana tukawafunga. Kwa hiyo jana waliingia na pressure kwamba hatuna mchezaji mmoja, lazima tuwafunge Yanga, ndio kicho wapelekea wao kufungwa. Na ndani ya uwanja? Ndani ya uwanja uwezo binafsi wa mchezaji mmoja mmoja. Lakini ukiangalia na wachezaji nyota ikiwemo Ribase Geye na wachezaji wengine wengi wa Kratos Chama na wengine wengi kabisa. Ndiyo, na wachezaji wengi wazuri, lakini wenye uwezo binafsi, mfano kama Ribase Geye, yeye binafsi anaweza, lakini jana akufua dafu mbele ya Shadrack Boka, mede. Jana akufua dafu, na ukiangalia walikuwa wamtegemea sana Chama kama namba 10 tegemezi. Jana Chama hakuweza kufanya vizuri. Of course jana Chama aliamka vibaya. Kwa maana hiyo kipi kikubwa ambacho Simba Sport Club anatakiwa kifanye kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2025-2026? Simba wanatakiwa kufanya, kwanza warudi tena kwenye usajili. Watafuta wachezaji wazuri ambao wanaweza kujituma kama wale wa Yanga ambao wanajituma. Kwa sababu jana wachezaji wengi wa Simba walikuwa kama abiria uwanjani. Kwa watafuta wachezaji ambao wanaweza kujituma. Huyu ni mshabiki wa soka ambaye amenieleza kitu gani ambacho Simba Sport Club wanatakiwa kifanye kuelekea katika msimu mpya ambao unafuata, na tumeweza kutazama kile ambacho kimeonekana katika mchezo wa siku hile ya jana. Lakini pia nao baadhi ya wapenzi wa soka wengine ambao nakwenda kupiga nao story, lengo hasa wanieleze kitu gani Simba Sport Club wanatakiwa kifanye kuelekea katika msimu mpya ambao unatajua kuanza. Wanakufahamu kama nani? Kwa majina yangu naitwa Mandevu. Hapa kijiweni kwangu nafahamika kwa jina la Mandevu. Mimi ushauri wangu kwa Simba nisiongee sana. Jana Simba haukuwa vizuri. Yaani kuanzia katikati walipelea sana, na mwishoni wamaliziaji walikuwa hawaeleweki. Kwa mfano huyo Dumbia huyo wamemleta, mimi yani mpaka sasa hivi simuelewi huyo ni Dumbia wa wapi. Unaona? Yaani ushauri wangu mimi kwa Simba kwa kweli wabadilishe, yani unajua imebaki siku chache sana dirisha la usajili lifungwe. Hemu angalie nani wa kutufaa, maana bado hatujaelewa pale mwishoni nani anamaliza. Kwa ushauri wangu kwa Simba ni huo. Ndio. Kwa maana kikubwa warudi katika wasajili. Yani wasajili, kwa sababu sijaona maliziaje hapo, sijaona. Tunamtegemea striker tuliomleta ni mrefu tu hasara, yani hana faida kwetu. Tunapata shida sisi wana Simba, tunaumia kuona mambo yanakuwa hayaenda, kati ni Simba ambayo imemaliza msimu vizuri na hatujafungwa na Yanga. Leo inakuaje tunaharibu? Kwao wajitahidi sana Simba walete striker mzuri. Nakushukuru sana. Asante. Naam, mtazamaji wa Nyota Res TV, unaweza kutazama kila ambacho wametueleza baadhi ya wapenzi wa soka hapa ambao wameeleza namna gani Simba Sport Club watakao wafanye kuelekea katika msimu mpya. Lakini pia nao baadhi ya mashabiki wengine hapa ambao wanakwenda kuzungumza nao, lengo hasa wanieleze kipi Simba Sport Club wakifanye kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2026-2027. Wanafahamu kama nani?
Naitwa Daudi Chacha. Daudi Chacha. Mshabiki wa timu gani? Mimi mshabiki wa Azam FC. Azam FC. Simba Sport Club ni moja ya timu ambazo mna upinzani nazo. Lakini wewe ni mshabiki wa Azam FC. Sasa tunaelekea katika msimu mpya wa mwaka 2026-2027. Kikosi cha Simba Sport Club unakishauri nini? Kwanza kikosi kiko vizuri. Kusema kwamba kikosi mpira ni matokeo, kufunga na kupoteza kama hivyo. Kwa hiyo tuseme kwamba hili ni swala la matokeo. Kikosi kiko vizuri, vikosi vyote kiujumla viko sawa. Kwa hiyo kinachofuata ni kupambana, tunawashauri wapambane. Kwa maana hiyo katika upande wa usajili wamewini. Wako vizuri, wako. Lakini kinachobaki ni upambanaji tu. Ni upambanaji tu. Lakini mashabiki wa Simba Sport Club wenyewe wanasema ni kwamba kuna vitu havipo sawa katika upande wa uongozi. Ni kweli? Hivyo hatujui kiundani zaidi, hatujui. Lakini mimi ninachoamini ni kwamba vikosi viko sawa. Ni upambanaji. Hata Yanga angefungwa jana ingekuwa hivyo hivyo kwamba kikosi ni kibovu, ambavyo sivyo. Vikosi viko vizuri. Asante sana. Naam, mtazamaji wa Nyota Res TV unaweza kutazama kile ambacho wametueleza, lakini pia nao wengine hapa akiwemo mzee wangu ambaye atakwenda kunieleza jina lake, lakini pia kunieleza ushauri wake kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2026-2027 katika kikosi cha Simba Sport Club. Ushauri wako ni upi? Asante. Mimi kwanza nianzie ni faida. Kuna faida ya kujenga wakati wa masika. Unajijua kama uko kwenye korongo, jaruba au nyumba inavuja, ili uweze kurekebisha. Kwa hiyo kwa kipimo cha mechi ya jana kati ya Simba na Yanga, imekuwa nzuri kwao kujichunguza ni wapi ambapo hawajakaa sawa. Kwa sababu tunapiga picha, tuna mechi za kimataifa hapo baadaye. Kwa hiyo mechi hiyo ya juzi kwao ni jaribio zuri la kujipima, wajikague ni wapi hawajasajili vizuri na ni nani anayefaa. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba wazidi kujikagua vizuri tu. Bila shaka umetazama kile ambacho kimeonekana katika upande wa safu zote za timu ya Simba Sport Club, kwa maana goalkeeping, midfielder, viungo, washambuliaji, mabeki. Sehemu gani ambapo Simba Sport Club wapo imara, lakini sehemu gani ambapo Simba Sport Club hawapo imara? Kiujumla mpira una matokeo matatu. Unaweza ukasema kwamba eti kuna mahala ambapo hawajakaa vizuri, lakini kumbe ni katika kuzidiwa tu. Maana matokeo ya kimpira huwa yanajitokeza kwa dakika chache. Kwa hiyo siwezi nikasema sana kwamba eti ni wapi walipwaya sana, hapana. Kwa maana hiyo Simba bado wana safari ndefu. Kwa maana hiyo kila ambacho kimeonekana katika mechi ya jana sio kipimo sahihi cha kusema kwamba Simba ni mbovu ama Simba ipo imara. Kama ilivyotangulia kusema, mpira una matokeo matatu. Kwa hiyo sio vyepesi sana kwangu mimi kusema eti walipwaya sana ama walikuwaje, lakini ni kawaida ya mpira. Nakushukuru sana. Asante. Na mtazamaji wa Nyota Res TV, unaweza ukatazama kila ambacho wametueleza baadhi ya wapenzi wa soka, ikiwa mashabiki wa Young Africans, mashabiki wa Simba Sport Club, lakini pia mashabiki wa Azam ambao tumepata nafasi ya kuzungumza nao. Lengo hasa ni kutoa ushauri katika kikosi cha Simba Sport Club kuelekea katika msimu mpya, msimu wa mwaka 2026-2027. Mtazamo wako ni upi? Endelea kufuatilia Nyota Res TV uweze kupata habari mbalimbali kwa kina. Nikiripotia Nyota Res TV kutoka mkoani Shinyanga, jina langu ni Agustino Daudi.